Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Ni pia bodi ya ligi na yenyewe yawatolea nje Young Africans alama 3. Tumetoka kuzungumza asubuhi tu hapa Raymond. Bodi ya ligi bwana imewajibu Young Africans kuwa haitowapa alama 3 kwa kuwa sababu za kugairisha mchezo zilikuwa ni za kiusalama ambapo kulikuwa na tuhuma za rushwa, vitisho na kasoro za kiusalama. Hivyo ingekuwa ngumu kuruhusu mchezo uendelee ambao ungeleta kasoro kabla, wakati na baada ya mchezo. Raymond, hichi kitu tumetoka kukizungumza asubuhi kwenye Sports Gear. Tafsiri ya hii ni kwamba hakuna alama, mchezo uko pale pale. Mchezo utapigwa. Na hakuna mtu anaondoka bodi ya ligi. Ndio tafsiri ya hii taarifa. Uchunguzi umefanywa na kina nani? Na ile kamati ambayo ilitajwa kwamba kuna baadhi ya watu ambao waaminiki, lakini tulisikia msimamo wa rais wa shirikisho. Alisema wao viongozi hawezi kuanza kupoint fingers kwamba fulani na fulani hatuna imani nao na wanatakiwa kutoka. Lakini sofa nafikiri pia tuligusia hapa asubuhi kwamba ni kwa nini itakuwa ngumu sana kwa Young Africans kupewa alama 3 za mezani. Kwanza watu walikuwa nalifaa mchezo wa Zamalek dhidi ya Al Ahly ambao Zamalek alipewa alama 3. Unakumbuka kwenye ule mchezo Betha pamoja na Juma kulikuwa kuna match commissioner, lakini pia kulikuwa kuna referees ambao waliingia kwenye ule mchezo na wao ndio walipuliza vile vipenga mara 3 na wakazigawa alama 3 pamoja na magoli 3. Lakini kwenye mechi ya Simba na Yanga hatukuona hicho kitu. Hatukuona match commissioner akiwa uwanjani wala hatukuona referees. Tulishia kuona kesi mbili tofauti. Tulishia kuona hasa Watanzania wengi walikuwa wanasema mbona Al Ahly kanyongwa. Lakini ukiangalia mazingira yalikuwa ni mazingira tofauti. Lakini pia kwa Yanga wao tulishia kuona ball boys ambao Young Africans walikuwa wanahusika kwenye kuandaa. Young Africans wao walifanya maandalizi wao kama wao. Lakini bodi ya ligi wao kwa vile walisitisha ule mchezo ambao wao ndio walikuwa na authority ya kutoa match commissioner, lakini pia kutoa referees, wao wakupeleka wale watu. Ina maana wale watu ndio walikuwa wana uwezo wa kutambua mchezo kama upo au haupo. Wale watu wangefika uwanjani rasmi mchezo ungetambuliwa kwamba mchezo ulitakiwa kupigwa, lakini hawakufika. Kwa obviously ule mchezo ama Young Africans kufika uwanjani pale wao hakukutambulika kama kuna mchezo. Lakini pia kuhusiana sasa na swala la kwamba sababu za kiusalama, mimi nitawaelewa kwenye sababu. Inawezekana kwenye rushwa kwa sababu ni uchunguzi ambao unafanyika ndani, inafanyika ndani, ni vitu ambavyo viko chini ya maji. Lakini kwenye sababu za kiusalama labda impact baada ya mchezo, lakini sio wakati wa mchezo. Lakini pia dabi iliyopita kulikuwa kuna tetesi hivi kwamba kuna watu wamenunuliwa, lakini baada ya mchezo kila kitu kiliendelea, kulikuwa na shwari, kulikuwa hakuna tatizo lolote la kiusalama ambalo lilikuwepo. Mimi nitawaelewa kwenye swala la kwamba kulikuwa kuna swala la kirushwa ambalo siwezi nikalithibitisha. Hilo nalo limekaaje hilo? Ambao siwezi nikalithibitisha wala ningalikataa kwa sababu ni claim ambao bodi ya ligi wao wamekuja kuisema, na wao ndo ambao walikuwa nahusika na huu uchunguzi ambao ulisemekana unaendelea kufanyika. Na huu ni mwanzo tu wa uchunguzi kwa sababu siamini kama tayari umeshakamilika. Young Africans waliandika barua. Nakumbuka nilisema jiskati hapa, waliandika barua ya kutaka alama 3. Lakini wao ndo wameikataa. Sio kwamba uchunguzi umekamilika. No, wamekataa alama 3 na wametoa sababu zao kwamba alama 3 hamwezi kukapewa. Kwanza zilikuwa ni sababu za kiusalama, of which kikanuni kama kuna sababu za kiusalama zikawa proved kweli ni sababu za kiusalama. Kwani hujaona sababu za kiusalama? Ziko wapi? Mimi sijaziona. Ndio wao wamepima lile tukio la usiku kutokea kwa kuzuiliwa kwa basi la Simba kwamba usalama ulikuwa mdogo pale. Betha, sisi tunaongelea siku ya mechi. Siku ya mechi yenyewe ambayo watu wameenda freely. Mashabiki wa Simba wameingia kwa uhuru, mashabiki wa Yanga wameingia kwa uhuru. Tena wapo ambao wameenda wakishikana mikono kabisa. Hiyo athari ya kiusalama ipo kwenye eneo gani? Yaani athari ya kiusalama sio tu kwenye kulindana, si ndio? Mimi pengine labda naiona kwenye engo tofauti. Wametaja issue ya rushwa, issue ya kiusalama, si ndio? Kama kuna vilabu vilipeleka taarifa kwamba
kuna aina ya wachezaji wetu labda pengine walirubuniwa ama wakanunuliwa, si ndio? Baada ya dabi maisha yao kwenye hivyo vilabu ingekuwaje? Usalama wao ungekuwa vipi ndani ya hizo timu zao? Kwa sababu ukiangalia dabi ya msimu uliopita, hilo ni kosa bodi ya ligi. Mtu kununuliwa haitakiwi. Yani ni makosa ya nani? Teams ndo zimeenda kwenda kuwasilisha pale. Yani anayetakiwa kudili na wale wachezaji ni nani? Kwanza ni vilabu, lakini pia na wao walitoa mamlaka, kwa sababu si lazima mpeleke TAKUKURU pia. Last season wakati zile chuma 5 zinapatikana, kuna tuhuma zililetwa tetesi kwamba kuna watu wamenunuliwa. Vilabu viliteka action gani kwa wale watu ambao walisemekana wamenunuliwa? Walikula mtaa. Walikula mtaa? Nani alikula mtaa? Wale ambao walikuwa wanatajwa wangapi? Walikuwa wanatajwa wangapi? Sasa kuna wengine, kuna aina ya mazingira ambao kikaa unasikiliza wewe vipi bwana hivi na hivi. Juma, kama kweli umethibitisha mtu amechukua hela ili underperform, hana haja ya kuvaa baji ya timu yako. Mimi nahisi kwenye yale majina ambayo yalotajwa, pengine kwenye wale 5 walokuwa wanahusika labda anaweza kukuta labda 3. Wale wengine pengine ni ule upepo tu, pengine uliwapitia tu karibu. Ndio maana kwenye uchunguzi wao baada ya viongozi walivyokaa wakajiridhisha, wakaona kwamba hawa hawakustahili, lakini hawa walistahili kuweza kufanyaje, kuweza kupewa adhabu, na timu ilichokiamua ni kuweza kufanyaje, kuweza kuondoa. Lakini bado haijalishi. Aliondolewa si mmoja tu. Mmoja, lakini mmoja pia si ndio, lakini walitajwa watu zaidi ya 7. Na huyo mmoja ambaye baadaye alikuja kuondoka mwenyewe, bado timu ilikuwa inapigana usiku na mchana endelee kuweza kufanyaje. Sasa hapo ina maana kama umetengeneza mazingira kwamba okay, kuna fulani anasemekana walichukua pesa wakaendelea kusalia ndani ya timu, auoni kwamba unatengeneza room kwamba mwingine anasema okay, inawezekana na mimi hata nikachukua pesa na nikaendelea kuwa ndani ya hii timu? Sasa mimi nishe kumsikiliza, nimeshawasikiza wachezaji wengi sana wa zamani wanakuambia zinapokaribia dabi kwa upande wa wachezaji ndio sehemu zao pia za kulipwa nini, madeni, si ndio? Ina maana timu inawezekana isimlipe mchezaji kwa miezi 2 mpaka 3, lakini inapokaribia dabi, ili viongozi kama wanahitaji kweli dabi, wanaweza wakaja kambini wakasolve kila kitu. Lakini kitu pekee ambacho nimejifunza pia kupitia dabi hii, sio kwamba hawa wachezaji wanunuliki, umeelewa? Wananunulika, lakini inatokea na nguvu ambayo uko nayo. Hata wachezaji wanaopeleka pesa kwa viongozi, bwana hii tumepewa kutoka uongozi sehemu fulani, uongozi tu wenyewe unakuambia kwamba hela rushwa huwa hairudishwi. Kwa kula, lakini sisi tunahitaji matokeo kwenye mechi. Juma, swali langu jingine ni kwamba penye kila tetesi kwamba wachezaji wamenunuliwa, dabi inatakiwa iahirishwe. Na ni dabi ngapi ambazo tumezisikia kwamba kuna tetesi watu wamenunuliwa lakini bado dabi zikapigwa? Na ndio maana kama unakumbuka pia ile mechi ya mwisho ya msimu uliopita, ile ya Simba anafungwa goli 2, tulimsikia Kamanda Kova, si ndio? Si yupo kwenye upande wa kamati za Simba pale Simba. Alikuwa anazungumza akasema miongoni mwa vitu ambavyo tunapambana hivi visitokee kwenye dabi hii ni kuhakikisha hakuna rushwa yote ambayo inayojipitisha wapi mbeleni kwetu. Kwa hiyo kwanza ni tahadhari, lakini pia kwa haya ambayo yanayotokea inawezekana tukaanza kuziona tena dabi zikirudi kama kipindi kile ndio zamani. Anayetakiwa wiki moja kabla wachezaji wanaweza wakapelekwa Morogoro ama Zanzibar na kila mmoja akanyang'anywa nini, simu. Sasa huyo ama tukio ambalo anayetakiwa kutoa hukumu ama naye anayetakiwa kudili na hivi vitu ni nani? Ni bodi ya ligi ya kwanza, ama ni timu kama timu? Cha kwanza ni timu, cha pili wanaenda kujiridhisha kupitia TAKUKURU. Sawa. Na lakini pia jambo jingine lazima arejee pia kwenye upande wa bodi ya ligi, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaashiria pia uvunjifu wa ligi. Kwa sababu kila mmoja anaamini kwa uwekezaji ambao kaufanya hapaswi kuona anazungukwa. Sasa Juma, yani wewe ukishaenda kwa bodi ya ligi, ina maana wewe utakiwa tayari umeshampa consequences mchezaji ambaye amehusika ambaye anatajwa kuhusika na hivyo vitu, ambaye tayari nyinyi mmeprove kweli anafanya hivyo vitu. Haiwezekani wewe huyu inasemekana amefanya na umefanya uchunguzi wako, let's say umemprove kwamba okay ni guilty, lakini wewe unaenda kwa bodi ya ligi unaenda kuomba msaada wakati wewe haujatake action yoyote, na huyo mtu anaendelea kuvaa baji ya hiyo timu. Yaani hapo bodi ya ligi unataka ifanyeje? Yani iendelee kuelisha mechi? Kitu ambacho bahati mbaya zaidi
hao wanaohusishwaga sana na hizo tuhuma za rushwa ni wachezaji ambao ni vipenzi vya hawa mashabiki. Sasa kaka, kama kipenzi anaweza kaiuza timu yako, kwa nini umwamini kwenye timu yako? Kumpa mtaa tu kwa mechi moja inakuwaga ngumu sana. Sio mechi moja, dabi. Ndio. Wangapi wamekula mtaa dabi? Kwani na wengine hapati nafasi mpaka sasa hivi. Yaani dabi. Sawa. Robertinho kama mtaa kisa dabi. Tumesikia dabi ngapi ambazo timu zinafungwa magoli mengi, lakini baada ya dabi ukikaa wiki moja unaambiwa kwamba hii ilikuwa mipango. Haya, dabi aliyofungwa 5 golikipa alikuwa nani? Yanga anafungwa chuma 5. Alikuwa Guda someone Duda. Alikula mtaa, kula mtaa. Uwezo kuondoa kila mtu leo. Sasa Juma, yani dabi bado haitaki kuwa na exception. Haitaki kuwa na exception. Yaani ukishagundua mchezaji anaenda kinyume na matakwa ya mkataba wake, kwa sababu kimkataba mchezaji akishakula rushwa maana yake amekubali kuiuza timu yake. Hapo ina maana yeye ameandamana kile kitu ambacho anakifanya watu wote. Hapo marehemu Haspop, si ndio? Kipindi ambacho cha uhai wake mara ngapi alikuwa anatoka kwenye vyombo vya habari ana mtu mchana. Ushakuona club imefanya reaction yote ya kumuondoa? Hilo ndo tatizo lipo kwenye club, sio kwenye bodi ya ligi. Sasa kama wewe Juma, mtoto wako anakosea, wewe unashindwa kumtunza, unategemea jirani yako ndo akakufundishie maadili mtoto wako? Yaani wewe mtoto wako anakosea ndani, wewe unasema atamlelewa na jirani yangu. Bodi ya ligi si mlezi. Ndo yani mlezi wa kwanza ufunge. Mlezi wa kwanza ni wewe. Mjadala hauwezi kuisha. Leo mtali akiharibika, siwezi nikaja kulaumiwa mimi mjomba niko nje huku.